Ya, kama nilivyotangulia kusema lazima tucheze, tunacheza na timu bora kama ambavyo kila mmoja wetu anajua, lakini na sisi tumekuja tuone tunapambana vipi tuweze kunasuka kwenye mtego wa kushuka daraja. Sawa, swali lingine? Asante. Kitu kimoja ambacho nilikuwa nataka nijue kutoka kwa kocha, ametoka Mbeya kuja kushindana na Pamba ambayo kwenye uwanja wa CCM Kirumba amekuwa yupo vizuri sana, hasa kukutana na hizi timu ambazo wako nazo kwenye daraja la kati. Amejiandaaje na ni kitu gani ambacho amewaambia wachezaji kuja kuikabili Pamba siku ya kesho? Ya, kama nilivyotangulia kusema pia Pamba ni timu bora katika msimu wa ligi. Tunajua kwamba ni timu bora na tumekuja kucheza na aina timu ambayo tunajua ubora wake uko vipi. Kwa upande wetu tumeweza kufanya masahihisho na kuona tunacheza vipi kwenye eneo letu la ulinzi, eneo letu la kiungo, pia kwenye eneo la kumalizia. Ubora wa Pamba pia unaweza ukatusaidia na sisi kucheza kwa tahadhari kubwa na kuona tunacheza vizuri katika mchezo wetu wa kesho. Sawa, swali la mwisho kwa coach. Waandishi, swali la mwisho kwa coach kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Labda mwalimu, kuna wachezaji utakaowakosa kuwatumia kesho katika mchezo dhidi ya Pamba ambapo unasema kwamba utacheza kwa tahadhari kubwa? Ya vijana niliomaliza nao mechi iliyopita wote wako kwenye afya njema na tumesafiri nao wote mpaka tunamaliza mazoezi leo asubuhi, wako kwenye hali nzuri kimwili na kiakili. Kwa hiyo hatuna mchezaji ambaye tutamkosa katika wale ambao tumemaliza nao mechi iliyopita. Sawa coach, la mwisho pengine uzungumze na mashabiki wa Mbeya City. Inawezekana kuna watu wametoka katika mazingira ya Mbeya kuja huko kwenye utafutaji, wana imani na Mbeya City. Unawaambia nini mashabiki wenu? Ya, mashabiki wetu tulioacha nyumbani lakini waliokuwepo popote Tanzania waendelee kutunga mkono, na sisi bado hatujakata tamaa, tunaendelea kupambana. Sawa, asante. Huyu ni kocha wa kikosi cha Mbeya City, kocha Salum Mayanga akizungumza kuhusiana na maandalizi ya kiufundi kuelekea kwenye mchezo wa siku ya kesho. Lakini kwa niaba ya wachezaji wenzake, huyu ni nyota Sudi Dondora akizungumza kwa niaba ya wachezaji kuelekea kwenye mchezo muhimu kesho, ikiwa ni miongoni mwa michezo mitatu muhimu sana ya Mbeya City ya kumaliza msimu. Sudi, karibu kwanza Mwanza. Tuambie umuhimu wa mchezo wa kesho kwenu kama wachezaji na nini ambacho wachezaji mnazungumza kuelekea kwenye mechi ambayo kwenu ina maana kubwa sana, ni katika nafasi ya kupambania uwai wenu wa kucheza ligi kuu msimu ujao. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, tunabudi kufika salama na tuna afya njema na tupo kwenye utimamu. Hali yote tunajua tuna mchezo ambao ni muhimu kwetu na kila mchezaji anatambua kuwa anahitaji huu mchezo kuona tunafanya vizuri na kuweza kuikwamua timu kwa nafasi ambayo tulikuwepo kwa sasa sio nzuri sana, lakini inshallah natumaini kwa uwezo wa mwalimu aliyokuwa nao na benchi lake kwa ufundi ametoweza kuelekeza vizuri na tumeweza kuwa na mazingatio kuweza kuwa timamu zaidi kuelekea mchezo wetu wa kesho. So far tunawaheshimu Pamba kuwa ni timu nzuri na wamefanya vizuri katika msimu huu, lakini awali ya yote tukiwa kama wachezaji tunajua umuhimu wa mchezo na tunahitaji kuona tunaondoka na alama 3 siku ya kesho pale Allah atatupojalia. Asante. Huyu ni mwakilishi wa wachezaji Sudi Dondora akizungumza kuhusiana na maandalizi ya mchezo wa kesho. Maswali matatu kwa waandishi. Swali kuelekea kwa mchezaji Sudi Dondora. Okay. Ukiwa sehemu ya wachezaji wa Mbeya City, pengine ni mtihani gani ambao umekuwa mkiupitia na timu kushindwa kupata matokeo? Maelekezo ya mwalimu ni muhimu ili kuweza kupata matokeo. Kwenu kama wachezaji, ugumu umekuwa wapi hasa kuweza kufikia malengo yale ambayo mwalimu amekuwa akiwaelekeza? Yote siwezi kuyaongelea mengi ambayo yapo kwenye ufundi zaidi. Hiyo ni kazi ya mwalimu. Mimi nikiwa kama mchezaji, kazi yangu ni kuwakilisha na weza kufanya vizuri ninapokuwa uwanjani. Timu kufanya vibaya ni sehemu tu ya matokeo kwa sababu timu yetu iko vizuri, lakini tumeshindwa kupata matokeo katika baadhi ya mechi. Sio kama kila mtu alikuwa anapenda kuwa hivyo, kwa sababu kila mtu anaona anahitaji kuwa na nafasi nzuri zaidi. Kwa hiyo yaliyobaki nyuma tunamwachia mwalimu mwenyewe, atazidi kufanya kazi. Sisi bado tuna imani tutafanya vizuri na kuendelea kubaki kusalia. Swali lingine kwa mchezaji? Swali lingine?
Sawa. Sudi, pengine tukimalizia, ukizungumza na mashabiki wa Mbeya City, tueleze pengine ugeni wa ligi unaweza kuwa sababu yenyewe kutokuwa katika nafasi nzuri mpaka hivi sasa ya kusalia ligi kuu? La hasha, kwa sababu timu yetu ina wachezaji ambao masinia tofauti tofauti na wamecheza vilabu kadhaa vikubwa, na tumesheni nao tena kwenye timu yetu, isipokuwa tu haikuwa tu ni kwetu sisi, haikuwa bahati kuweza kufanya vizuri zaidi katika michezo ambayo iliyopita, lakini kikubwa tunazidi kumwomba Allah atufanye vizuri kwa michezo hii mitatu ambayo iliyosalia ili tuweze kujipanga vizuri mwakani. Kwa ujumla naambia mashabiki wasichoke, kwa sababu bado haijaisha na sisi bado tunaamini inawezekana, bado haijaisha. Kwa hiyo kikubwa waje kutupa morali na tunashika nao mikono kuona bado tunakwenda safari yetu kwa pamoja. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.